Hili kilitokea katika John 12:20 mpaka verse 24, ndio tuweze kurudi hapo, kwa sababu ni muhimu sana tuisome John 12 sorry, 12 verse 20 na 21, kwa sababu nafikiria ujumbe wetu utaishia hapo. Biblia inasema palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. 21. Basi hao walimwendea Filipo mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Nasoma mpaka 24. Mpaka 24. 22 nasema Filipo akaenda akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. 23. Naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. 24. Amina amina nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika inji ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifika utoa mazao mengi. Haleluya. Kulikuwa na Wagiriki kadha miongoni mwa watu waliokuwa wamefika Yerusalemu kuabudu wakati wa sikukuu hiyo. Lao walimwendea Filipo, mwenyeji wa Bethsaida katika Galilaya, wakasema, Mheshimiwa, tunataka kumwona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, nao wawili wakaenda kumwambia Yesu. Yesu akawaambia, saa ya kutukuzwa kwa mwana wa mtu imefika. Kweli nawaambieni, punje ya ngano hubaki punje tu, isipokuwa ikianguka katika udongo na kufa, kama ikifa basi huzaa matunda mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pale 17:20 tunamwona Yesu akiombea mitume wake, kwa sababu walikuwa wamebakia tu siku 6 ndio Yesu Kristo akaweze kufa pale msalabani. Lakini Biblia inasema katika 12 kwamba kuna watu walikuwa wamesafiri kutoka mbali sana, na hao watu walikuwa wametoka katika nchi ya Wagiriki. Kwa hivyo walikuwa wamesafiri mbali sana, na wakakuja wakamkuta Filipo, kwa sababu Yesu alikuwa na protocol, kumaanisha Filipo wake wapeleka mara moja kwa Yesu, lazima angepitia Andrea ndiye aweze kuonyeshana na Yesu. Kwa hivyo watu hao wakakuja na wakamwambia Filipo, tunataka kumwona Yesu. Lakini nafikiria walipopelekwa, Yesu naye akaanza kusema kwamba saa imefika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu punje la ngano lisipoanguka na kupandwa kwenye mchanga linabaki likiwa peke yake, lakini likiwekwa kwenye mchanga linakuwa na linazaa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizo punje zinakuwa nyingi, na mahali sasa nafikiria tutakomea ni hapo, kwa sababu tunataka tujifundishe kuhusu punje la ngano. Biblia inasema Yesu akawaambia likiwa moja bado linabaki kuwa moja. Kwa hivyo ni kumaanisha ile kitu Yesu amebeba, kama Yesu Kristo hataweza kukufa, itakuwa ni vigumu hii utukufu kubebwa na watu wengine, kwa sababu kutoka mwanzo Mungu alikuwa ametafuta njia ya kupatia mwanadamu utukufu. Kwa hivyo Mungu alikuwa anatafuta njia. Kwa hivyo kutoka kwa Adamu, kutoka kwa hekalo ya agano, kutoka kwa madhabahu, kutoka kwa temple, kwa hekalo ya Sulemani, Mungu alikuwa anatafuta njia hii ya kupatia mwanadamu kubeba hii. Kwa sababu tunaangalia ile kitu Yesu alibeba, ni yeye peke yake alikuwa amebeba. Kuna wakati hata watu wali mistake, wakafikiria ile kitu iko na Yesu, hata mitume wake wako nayo, wakajaribu kuwaletea watu walikuwa na shida, lakini hawakuweza kuwasaidia, kwa sababu ile kitu Yesu alikuwa haikuwa na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu Yesu anasema ni lazima nife, na hii ndio ilikuwa benefit kubwa sana kwa kanisa, kwa sababu pasipo kisu kama Yesu Kristo hangeweza kukufa, ile kitu leo hii tumebeba hatungeweza kuibeba, kwa sababu hii kitu peke yake ilikuwa imebebwa na Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anaambia Wagiriki, na ninafikiria hii
nini Wagiriki walikuwa wanataka kusikia, kwa sababu hapa Yesu anaambiwa kuna wageni, na yeye anaanza kuongea kwamba wakati umefika. Nafikiria Wagiriki hawakuwa wanagojea hiyo, kwa sababu labda walikuwa wamekuja kwa sababu zao, lakini Yesu anasema wakati umefika. Wakati sasa watu hawatafaa kutravel sana, kusafiri kutoka katika nchi ya Wagiriki kuja kutafuta ile kitu ambayo niko nayo. Kwa hivyo Yesu Kristo anasema ni lazima nife, ile kitu niko nayo isabae kwa wale watu wangu, ili wakishasapaza ndio ile kitu mimi nimebeba, watu wasiwe wanasafiri sana kukitafuta, iwe ni kitu wanaweza kukipata kwa urahisi na mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii ukitembea katika zile spots ambao Abraham alikuwa anamwabudia Bwana katika zile madhabahu, siku hizi Mungu hayuko katika hiyo madhabahu. Hata ukienda uangalie hekalo la agano bado liko hapo, lakini Mungu hayuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika Yerusalemu hakuna Mungu, kwa sababu ile sababu kubwa Yesu alikuwa anataka akufe ni akufe, kwa sababu kama hangekufa hii kitu hatungeweza kukipata. Hii glory ambayo tunaiokea hakuna vile ikafika kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anajaribu kumaanisha sababu yangu kufa wakati huu umefika, ili nikikufa ile glory ambayo nimebeba niweze kuwapatia nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Ili watu wasije wakitoka kila dunia wakitembea pali wakienda kutafuta huo utukufu. Praise the name of the Lord. So by then Jesus was the only carrier of that glory of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika Jerusalem, is only Jerusalem ambayo ilikuwa tu na hiyo utukufu. Sio kila mtu, hata Suleimani hakuwa. Ilikuwa tu katika hekalu. Kwa hivyo kama sio kwa hekalu hakukuwa na hiyo utukufu. Kwa hivyo hapa ndio unakuta hata wakati walienda mlimani, hao wengine hawakubadilika kwa sababu hawakuwa na hiyo glory. Yule alibadilika.